Katibu wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda, Pendo Machiru, amewataka vijana kutokuogopa kugombea nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba. Pendo ameyasema hayo katika baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nyamakokoto uliofanyika leo Mei 24 mwaka 2025. Tuishi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi na tushiriki huu uchaguzi kwa hali yoyote, sababu sisi vijana tumepewa dhamana ya kulinda viongozi na mali zao. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kama vijana kwenye kipindi hiki cha uchaguzi wa 2025 tuhakikishe tunatengeneza vijana imara ambao wataweza kuwalinda viongozi na mali zake kwenye kipindi chote hiki cha uchaguzi. Hakuna mtu yote ambaye atatoka nje na sisi. Ni sisi wenyewe ambao tunatakiwa tuhakikishe ushindi wa Chama cha Mapinduzi unakuwa mikononi mwetu. CCM oye! Ndugu Chama cha Mapinduzi! Lakini pia niwahamasishe vijana wenzangu, pindi tu milango ya Chama cha Mapinduzi itakapofunguliwa kwa ajili ya kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali, sisi kama vijana ambao tunaona tunatosha, tumejipima, tumeona kuwa mimi ninao uwezo wa kuongoza wanachama wenzangu na wananchi, tujitokeze tena tukagombea hizi nafasi, sababu katiba ya Chama cha Mapinduzi inasema kuwa sisi kama wanachama tuna haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo ni haki yetu sisi kama vijana kuhakikisha tunajitokeza kwa wingi kuchukua fomu za udiwani, ubunge. Kasoro usiende kuchukua fomu ya rais. Sisi tayari rais tulishamaliza. Kwa upande wa Tanzania tunaye rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Na tayari mkutano mkuu uliofanyika mwezi wa kwanza ulishamaliza kazi yake. Kwa hiyo kwenye wabunge na madiwani ndio tunaenda kuonyana. Kwa hiyo vijana nawahamasisha sana mjitokeze kugombea nafasi hizi, kwa sababu na sisi kama vijana tunao haki na wajibu wa kugombea nafasi hizi. Na baada ya kugombea michakato itapita. Kama utakuwa wanachama watakuona unatosha, watakupigia kura za maoni, vikao vitaingia kuchuja, lakini jina lako litakaporudi wanachama wote wataungana kukutafutia kura za kushinda. Na mwaka huu 2025 tunataka viti vyote kuanzia udiwani, ubunge na urais, kura zote ziwe za kishindo. Dumu Chama cha Mapinduzi. Kwa majina naitwa Pendo Gavana Machiru, ni katibu wa Umoja wa Vijana wa CCM wilaya ya Bunda. Namshukuru Mungu leo nimealikwa kwenye kikao hiki cha baraza la Umoja wa Vijana kata ya Nyamakokoto. Kwanza nianze kwa kuwashukuru sana kwa kutambua na kuthamini kuwa wanao viongozi wao ngazi ya wilaya ambao wanaweza wakashuka na kushiriki kwenye vikao vyao. Hivyo nimekuja kushiriki kama kiongozi wa ngazi ya juu yao kwenye kikao chao cha baraza la vijana la kata. Hakika kwa kweli wakifanya vikao kwa mujibu wa kanuni, maana tunayo ratiba yetu ya vikao kwenye jumuiya kuanzia ngazi ya tawi, kata, wilaya na ngazi ya mkoa na taifa. Kwa hiyo wakiwa wanafanya vikao hivi inawahamasisha sasa na kuona kuwa umuhimu wa vijana kujadili wao kwenye vikao vyao mambo muhimu ambayo yanawahusu vijana na kuyabeba kama ajenda kwenda kuyawasilisha kwenye vikao vya chama. Maana kama jumuiya inao vikao vyake, lakini kuna viongozi wa jumuiya ngazi ya tawi, kata ambao wanashiriki kwenye vikao vya chama. Kwa wakikaa vikao vina umuhimu kwa sababu wanakaa na kujadili na kuchakata mambo mbalimbali ambayo yanawahusu vijana na ambao ni changamoto kwa vijana, na wanayachukua kama vijana na kuyawasilisha kwenye ngazi ya chama, na chama na wenyewe watajadili ili kuyapatia ufumbuzi kwa haraka na vijana hawa waendelee kujivunia kuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hii hamasa ya kuhamasisha vijana, kwa sababu sisi ni jumuiya ya Umoja wa Vijana ambayo iko ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ni wajibu wetu sisi kama viongozi kuhamasisha vijana ambao tunaona wanatosha kugombea nafasi mbalimbali ndani ya chama. Tulianza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa.
vijana wengi walijitokeza kugombea kwa sababu tulitoa hamasa ya kutosha, na leo vijana hao wamepata nafasi ya kuwaongoza wananchi kwenye mitaa yao, vijiji na vitongoji. Lakini sasa mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa kuwapata wabunge, madiwani, wabunge pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo na sisi ni wajibu wetu sisi kama viongozi na vijana kuwahamasisha vijana hawa kujitokeza kwa wingi kugombea hizi nafasi, kwa sababu ni haki yao kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo tunawahamasisha wajitokeze kugombea nafasi hizi, kwa wale ambao wamejipima, wameona wanatosha kugombea nafasi hizi, wajitokeze kwa wingi kugombea nafasi hizi ili waweze kuongoza wananchi kwenye maeneo. Kwa upande wake mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana Chama cha Mapinduzi kata ya Nyamakokoto Anthony Dickson amesema ujumbe wa katibu wa Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda umewatia hamasa kubwa vijana katika kuelekea uchaguzi huo, kwa kuwa vijana wengi wamekuwa na changamoto ya kutokujiamini pindi wanapokwenda kugombea katika nafasi mbalimbali, lakini chachu hii ya katibu itawasaidia vijana kuelekea kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi mkuu wa 2025. Kwa majina naitwa Anton Dickson Mataro, ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana kata ya Nyamakokoto. Lengo kubwa la kikao hiki cha leo kama baraza la Umoja wa Vijana kata ya Nyamakokoto, kwanza kabisa ni kusoma taarifa ya mwaka kuanzia 2024 mpaka 2025, kwa sababu chama na jumuiya ya CCM vyote vina utaratibu kwamba kuna wakati unapofika lazima taarifa itoke juu ya utendaji wa kazi kwa muda fulani. Kwa hiyo na leo tulikuwa na lengo la kutoa taarifa katika baraza letu la Umoja wa Vijana. Lakini pili, kama walivyozungumza katibu, kuhamasisha vijana kwa ajili ya kugombea na kutia nia katika nafasi tofauti tofauti. Unajua siku zote mambo kama haya yanahitaji hamasa, yanahitaji uelimishaji. Na ndio maana siku zote viongozi wetu wa jumuiya na chama wamekuwa wakielimisha mara kwa mara umuhimu wa Umoja wa Vijana au umuhimu wa vijana kuwania katika nafasi aina tofauti tofauti. Kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi ukizingatia viongozi wakubwa, wateule wa kiserikali na wengine wa nafasi tofauti tofauti kubwa katika nchi yetu au katika serikali yetu, viongozi wengi wametokana na jumuiya ya Umoja wa Vijana. Mfano sasa hivi aliyeteuliwa Mheshimiwa Dr. Nchimbi, yule ametoka kwenye Umoja wa Vijana, mgombea mwenza yule ametoka kwenye jumuiya ya Umoja wa Vijana. Lakini mfano ukiangalia Paul Makonda ambaye ni mkuu wa mkoa wa Arusha, yule pia ametoka kwenye jumuiya ya Umoja wa Vijana. Ukiangalia pia mkuu wa mkoa wa Simiyu Kiongozi Kenani, yule alikuwa ni katibu wa Umoja wa Vijana, katibu mkuu wa Umoja wa Vijana Taifa, lakini leo ni mkuu wa mkoa. Hiyo ni tafasiri safi kabisa kwamba vijana kumbe ni watu wanaoheshimika katika nchi hii na ni watu ambao inapaswa wania nafasi aina tofauti tofauti, na ndio maana katibu akahamasisha kwamba vijana wajitokeze kuchukua fomu kugombea katika nafasi aina tofauti tofauti. Changamoto ni kwamba kwanza elimu haikuwepo kuanzia mwanzo, kwa sababu ukiangalia vijana wengi umri wao unakuta bado. Kwa hiyo shida ni ile kutokujiamini. Yaani unakuta vijana wengi hawajiamini, lakini hawajiamini kwa sababu unakuta hawajapewa elimu ya kuwafanya wao wajiamini katika nyanja mbalimbali. Lakini naamini kwa kazi kubwa inayofanywa na Jumuiya Umoja wa Vijana wilaya ya Bunda, katika Jumuiya ya Vijana kwenye kata pamoja na mkoa na taifa, hiyo ni picha tosha na inaweza ikawa ni nguvu kubwa ya kuweza kuwafanya vijana au kuwajenga katika hali ya kujiamini na kuweza kugombea nafasi kama hizo. Ujumbe mimi ni mmoja tu. Kwanza kabisa vijana wengi tujitokeze katika kupiga kura katika uchaguzi mkuu utakaofanyika miezi michache kuanzia sasa. Kwa hiyo huo ujumbe wangu mimi niombe wafikie vijana wote ndani ya kata yangu ya Nyamakokoto, lakini pia wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara pamoja na taifa.